Kristo Yesu ni mwokozi wa maisha yangu, na sihesabu pale nimetoka, bali naangalia pale ninaenda, maana ninajua alienda kuniangalia makao, na ikiwa tayari najua nitaenda kukaa naye milele na milele. Praise be to the Lord. Zaidi ya yote unaweza sikia kuheshimika. Kusikia kuheshimika, maana si kawaida kusimama mbele ya umati kama huu kusema nina neno ni kwa ajili yao, lakini ninajua Mungu ana sababu ya kuandaa hii siku. Praise be to the Lord. Shukuru Bwana, maana wakati niliambiwa nitanena, niliweza kurudi kwa magoti. Hata wakati nimo pale dukani ninapouza, unasikia tu there is something in my heart ambayo inaniambia nitanena, na nikawa ninamwambia Bwana, nipe ujumbe wa wakati ni kwa ajili, na nikawa nimepata ujumbe ya kwamba to be wise than our enemies, to be wise than our enemies, ya kwamba kuwa na busara ama hekima kuliko adui wetu. Utaweza kukubaliana na mimi ya kwamba yule ambaye alileta haya mambo ambaye yameweza kufanya somehow kanisa ikakosa hadhi, ikaweza kufanya somehow watumishi wa Mungu wakaweza kuumia, maana kuna wale walikuwa wanasimama na ile foundation ya kanisa ile iliweza kufanya wazazi tukawa na kilio ni kwa ajili ya watoto wetu, wale waliweza kufanya kazi zetu zingine zikasambaratika. Bwana asifiwe. Ya kwamba being wiser than our enemy. Jambo la kwanza unastahili kujua, nitataka kukuleta kidogo kwa kuweza kujua ni adui gani ambapo tunapoendelea kumega au kumeditate neno la Bwana, ni maadui gani tutaweza kukabiliana naye. Maana I have said being wiser than our enemy. Enemy ni nani? Adui ni nani? Adui kwanza anaweza sema ni kinyume cha rafiki. Ya kwamba opposite of an enemy is a friend. Kwa hivyo kile tunataka kujua ya kwamba tunakabiliana nacho, tujue ya kwamba si rafiki wetu. Maana kinyume cha huyu adui ambaye tunataka tukabiliana naye jioni ya leo, na tuweze kuwa na busara na hekima jinsi tutakavyokabiliana naye, tuseme yake yameisha na ni lazima sisi tutasonga mbele, tutaweza kujua kwanza ni kinyume cha rafiki. Mimi ninaposema nimeokoka, ninajua mimi ni rafiki wa Yesu, na kwa hivyo kama mimi ni rafiki wa Yesu, nijue mimi ni adui wa shetani. Bwana asifiwe. Mimi there please, ya kwamba maana mimi nilipiga magoti, au maana mimi ndani ya moyo wangu ninakiri Yesu ni Bwana, kitu cha kwanza utaweza kutambua ni kwamba wewe pia ni adui wa shetani. Shetani ni adui wako, na pia wewe ni adui wa shetani. Kwa hivyo kuna classes za maadui ambazo tunatakana kujua tunapokuja katika dini yetu, ya kwamba the greatest enemy ambayo tunakabiliana naye, ili kuweza kujua ya kwamba ni lazima niwe na busara vile nitakabiliana naye, vile tutaweza kukabiliana, ni shetani. Adui wa pili, hizo nimesema ni classes, ni enemy of my soul and belief. Kuna ile adui ya roho wangu au adui wa roho yangu na kwa kile ninachoamini. Maana kuna kitu kimoja nataka ushike, ya kwamba kwa kuwa na busara ya kukabiliana na adui, pengine si yule adui nitaona mwenyewe, lakini mambo yale mimi ninayotenda itaweza kunionyesha ya kwamba kuna mahali nimepungukiwa na busara fulani, na imenifanya ya kwamba nimekosa ile hekima ya kuweza kumshinda. Maana kuna wakati tumesema the greatest ni devil, mwingine ni our soul and belief. Kuna kitu ambacho umeamini, lakini ni kwa ajili ya ile change of the way we live, tumeweza kupata mapatano na huyo adui, ya kwamba kuna kitu ambacho nimeamini ndani ya moyo wangu, lakini ninakuta sifanyi vile. Na mtakubaliana nami, kuna ombi ambao kanisa tunatakana kuomba zaidi, maana tunaona ile jambo inaitwa ati kuna kondoo ndani mwangu, lakini wengine ni mbwa mwitu, na ole wake, maana hakuna ambaye ataona Mwenyezi Mungu, hakuna yeyote atakayeingia mji wa mbinguni pasipo utakatifu. Na imeenda kiwango cha ya kwamba tumekosa busara ya kukabiliana na adui wetu, na amefika kiwango cha kukukuta kuna wengine ambao ni mbwa mwitu na kwako miongoni mwetu. Ni lazima tutakapokuwa tukimaliza ibada tutaweza
kuingia ndani ya mioyo yetu na tuone ni wapi ambapo tuliyachatia, ni busara gani ambayo tutaongezea. Isiwe ni mimi ambao nitakuwa najihubiria, ni mimi ambao ninanelewa jioni ya leo ya kwamba nimeweza kukubaliana na nimeweza kupata mapatano na yule ambao ni adui yangu, badala ya mimi ni mshinde. Praise be to the Lord. Na kategori nyingine ya ambao nataka ushike ni enemy of our talent and career. Nimesema naongelea kuhusu kuwa na hekima au kuwa na busara, vile nitaweza kukabiliana na adui yangu. Adui wa kiwango ingine ni adui wa ile kipawa nimepewa na obligation. Obligation naweza sema nini? Au kalia ya majukumu, ule adui wa ile karama ambayo nimepewa na ile majukumu ambayo nimepewa. Na ni kama ninauliza hivi, kwa nini nimepewa kipawa fulani, lakini ninakuta ninapoingia katika nyumba ya Bwana ama ninapokuwa sehemu yoyote ile, ni lazima nivutwe, ni lazima ni lazima nivutwe ndiye nikaweza kufanyisha ile karama, kazi ya Bwana. Na Mungu akamwambia anisaidie ili nikaweze kushinda vita. Praise be to the Lord. Niwe na hekima na busara ya kuweza kujua. Nimekuleta hivyo ndio tunapoendelea ukaweza kuona ni mahali wapi ambao umepungukiwa, na utaweza kusema ya kwamba nitajivika silaha za vita niweze kumshinda shetani. Praise be to the Lord. Twende katika kitabu cha Yohana 16. Nimesema nilikuwa na kuleta katika utangulizi wangu wa ujumbe wa jioni ya leo ya kwamba you must be wiser than your enemy in order to conquer. Na wakati misingi ya dunia inapotingizwa tuweze kuishinda. Katika Yohana 16 mstari wake wa 3, jambo la kwanza ambalo unatakikana kujua, iwapo unataka kuwa na busara au unataka kuongezea busara ya aina fulani katika njia yako ya kukabiliana na yule mwovu au your enemy ambayo tumesema ni kinyume cha rafiki yako, katika hizo kategori ambazo tumesema ni ya kwamba realize we are in warfare, ya kwamba ukaweze. Jambo la kwanza ambalo utatakana kujua ni ya kwamba realize we are in warfare, ati ya kwamba ukaweze kujua ya kwamba tumo katika uwanja wa vita. Tumo katika uwanja wa vita. Tusome hiyo neno in the book of John chapter 16 verse 33. I have told you this thing so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. Shika hapo. In this world you will have trouble, but take heart and have overcome the world. Praise be to the Lord. Kuna mambo ambayo hapa tumehimizwa ya kwamba realize we are in trouble, but take metumia jina I have told you this thing so that you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Ya kwamba katika dunia tulipo ni lazima utakabiliana na mateso au utakabiliana na trouble, utakabiliana na shida. Ati wakati mwingine utaweza kukabiliana na shida, na wakati unapotaka kujua ya kwamba kuna adui fulani ambao unataka kukabiliana naye, ni lazima kwanza ujihakikishie ya kwamba wewe uko katika vita. Maana the Bible says ya kwamba ukaweza kujua ya kwamba ati ni lazima utakabiliana na shida ambazo ni trouble, na lakini utaweza kuwa na amani, maana you will overcome them. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba shida ni kweli utaweza kukabiliana naye, lakini hii shida umeweza kupewa yani authority ya kwamba you have been given power to overcome it. Kwa hivyo wapenzi wa Mungu au wapenzi wenzangu, nataka niwaambie ya kwamba iwapo unataka kuweza kujukukua na kwa busara jinsi unavyokabiliana na adui yako, ya kwamba ujue ya kwamba kuna wakati shida itakuja, na shida huletwa na nani? Shida huletwa na adui. Na ni kama ninajiuliza hivi, kuna mahali nataka ukuje, ni kama ninauliza hizi ni shida gani ambazo utaweza kukutana nazo. Shida ya kwanza ambayo imeweza kufanya
jamii zetu ziweze kuwa na ile drawback ambayo imetufanya tusiweze kuinua Mungu wetu. Ni shida ya kwanza. Hata tuone hizo shida ni kitu inaitwa hasira, anga. Nataka tuone kategori ambazo utaweza kujua uko katika vita. Hata kama umeokoka, tumeambiwa John 3:16 ya kwamba kuna shida zitakuja, na kitu kimoja ambacho kimefanya tukose kudhihirisha utukufu wa Bwana katika wokovu ni kitu kinaitwa hasira. Watu wamekuwa ni kwa ajili ya kipindi ambacho tumesema cha corona, na nataka tujipime katika ratili ya kiroho, ukaweza kuona kuna kitu imeinuka ambayo inaitwa hasira. Maybe mtu alikuwa amezoeshwa, na nataka tupime katika kiroho na pia katika maisha ya kisasa au maisha ya kihalisia. Pengine ninasema we be wiser to overcome the enemy. Adui kama shetani atakuja kama shetani, amekuja ni kwa ajili ya pale nimemwambia ya kwamba tutareduce matumizi yetu ni kwa ajili ya uchumi vile ilivyo, na ile hasira inapoinuka anakuwa pengine amekosa kuniongelesha for more than 1 hour. Wadhani ya bosho. Bwana asifiwe. Nataka kukuonyesha kuna mambo ambayo tutasema ni hizi bweha ndogo ambazo zinatakana zifunguliwe, maana hizo zinaharibu shamba ya mizabibu na zinafanya adui wetu akaweze kutushinda. Ninasema jioni ya leo tutaweza kuwa wa busara na kuweza kujua ya kwamba hata adui wa hizi mambo kidogo ambayo ya kwanza nimesema ni anga, ni hasira, inatufanya tukose kumuomba Mungu. Maana wakati huyo mama nimesema nimeweza kumwambia nitamwachia 150 maana pesa zimerudi chini, na akose kuniongelesha for more than 2 hours. Kitu cha kwanza kile nitakuwa hata kama nilikuwa katika mfungo, si nimemjuza nini kidogo, maana nikabweha kidogo, nitakuwa nimemfungulia shetani nafasi ya kuona ya kwamba hiyo hasira imefanya ya kwamba asiniongeleshe. Na ni kwa ajili ya nini? Kuna enemy ambayo ameingia katika kiwango, katika eneo ambayo tunaishi na inajiita anga. Wakati nimekasirika, Mungu atusaidie sana ya kwamba maneno ambayo nitatamka isiwe ni ya kulaani, maana naweza mwambia tutaona vile utatufanya. Ninakuta kabisa nimeweza kudunisha haki ya wokovu wangu ni kwa ajili ya ile mambo. The Bible says ya kwamba jua isitue kabla ya nini? Kabla sijaacha hiyo hasira. Lakini pia kama yeye hataweza kujua, ni shetani amejaribu kutumia pamoja hapo ka hasira akaweza kutushinda. Inawezekana for 2 days or more itakuwa tumekosana. Nami nasema hivi kanisa ya au wapendwa, ya kwamba hata kama utaweza kuwa na hasira, usikubali jua itue kabla hujaomba msamaha. Maana utakapokosa kuongea na yeye for 3 to more days, hapo ndipo shetani anatafuta mwanya wa kuweza kuona ya kwamba ninaweza washinda. Praise be to the Lord. Ya kwamba nitakataa ni kitu moja ya hasira. Kitu ya pili ni kitu inaitwa hatred. Hatred tutasema ni chuki. Kuna kitu inaitwa chuki, ya kwamba iwapo ninataka kumshinda shetani, ni lazima nitakuwa wa busara kujua ya kwamba kuna chuki ambayo imeweza kuinuka miongoni mwetu, na hii kitu imeletwa na mwovu shetani, ya kwamba kuna kitu ambayo imekuwa ikiendelea miongoni mwa watu wa Mungu ambao inaitwa chuki. Wakati mimi nimeweza kusimama maybe kama hapa, ninaweza kuwa nimesifu kuliko mwenzangu, ninakosa huyo mwenzangu badala aone utukufu wa Mungu ya kwamba mimi nimesifu kuliko yeye, ama kuliko ameweza kufanya utukufu wa Mungu umrudie yeye, ninaweza kuwa na chuki ya kwamba ni lazima nitajue ya kwamba hii ambayo ni my enemy, ambayo ni chuki nimeweka ndani mwangu, nitaweza kuitoa katika jina la Bwana. Praise be to the Lord. Inawezekana ni chuki miongoni mwetu, maana sisi ni wafanyabiashara. Yawezekana my competitor ameweza kuwa ameweka mali yake, ameweza kuongeza zaidi, au stock yake ameweza kuongeza zaidi, na yeye ananiovercome katika ile kazi tunayofanya. Nataka katika jina la Yesu nisikie ya kwamba nitaambia Mungu asante, nimwambie Mungu utukuzwe, maana hata nami ninauza, lakini nisiwe na chuki na yeye. Bwana atusaidie ya kwamba even katika talanta ambazo tumepewa, wakati ninaona mwenzangu ameweza kunena, ameweza kumsifu Bwana, ameweza kutuongoza kwa kadiri fulani, na ameweza kupata hadhi ya zaidi
zaidi kuliko mimi, badala ya kuwa na chuki na yeye, ni kumwambia Mungu asante, ni kuambia Mungu nisaidie, hata nami niweze kutoka from level ya kuona chuki, niweze kumtukuza Mungu wangu. Bwana tusaidie sana. Jambo lingine ni frustration. Tulisema ni mambo ya kuwa na busara, vile nitaweza kumshinda shetani. Kuna watu ambao wamekuwa na huzuni sana, ni kwa ajili ya kitu kinaitwa frustration. Frustration ni ile hali ya kuzunguka kimawazo, maana shetani ameweza kutuingilia katika hii hali ya kujua ya kwamba ataleta shida. Tumesema trouble, shida pamoja nasi, kumekuwa na ile frustration, na wakati nitakapofungua mwanya ni kwa ajili ya shetani, anaweza tumia hiyo frustration kuweza kuona amenishinda. Maana for example, nimekuwa na hitaji kagari au ninahitaji tuktuk pale, nikaenda pale kwa Kekanjenu, nikanunua tuktuk ya 400,000 na hapo nikawa nimeenda pale Equity, nimeweza kukopa 250, na wakati walipotoa, wakati hii kitu ya corona ilipokuja, zile tuktuk zikaambiwa utabeba mteja mmoja. Imagine, na niko na loan ya, nimesema loan ya ngapi? 250, na baada ya Kekanjenu wananiambia amenipea mwaka mmoja niweze kulipa. Nikijaribu kuangalia ile tutu na kuonyesha frustration about I must be wiser than my enemy, asiweze kunishinda, nitaweza kurudi chini ama niweze kuwa na frustration, maana nashindwa hizi pesa za kufikisha ile pesa ya kuweza kulipa Kekanjenu, nitafanyaje? Nami ninasema hivi, maana Mungu ametudhihirisha ya kwamba yeye ni msaada tele upatikanao hata wakati wa mateso. Mimi nitasema ya kwamba Mungu nifungulie njia, ukaweza kubariki kazi ya mikono yangu, nikaweza kulipa. I thank God. Wakati wa corona tunataka kusema kuonyesha vile you can overcome frustration kwa njia ya kuamini. Wakati tulikuwa tunajenga hili jengo ama hii kanisa ya kukusanyika, aliweza kusema tutatumia njia ya kutuma kwa M-Pesa. Tuliweza kusimamisha mradi, hatukuweza kusimamisha mradi, maana kama vile anasema katika mlima wake kuna madume elfu. Wakati nipo katika hii frustration ya kuweza kuona nitalipa aje, nitaweza kurudi kwa magoti na kumwambia Mungu ya kwamba hata kama mimi ninaona nimefika mwisho, huo ndio mwanzo wake. Sasa hapa unaingizwa katika kategori ya kuongeza imani yako. Bwana asifiwe sana. Ya kuongeza imani yako, kusema yeye ndiye aliyesema ataiona mwenye haki wake akiomba mkate. Yaani narudi kujua jinsi nitakavyofanya, na jibu ya kwanza nitakayopanda ni kurudi kwa neno la Bwana. Na kwa neno la Bwana ninajua kuna jibu ya kila jambo. Hata kama nitaweza kujua jinsi ya kutango ile njia ya kuweza kulipa ile loan, kitu ya kwanza nitakuhimiza ya kwamba usimpe shetani nafasi, maana hapo ndio watu huweza kuuma amekunywa dawa. Tukiweza kuuliza tunashindwa ni nini. Kama mimi nimezika watu wawili wenye ni kwa ajili ya nafasi wezi kufafanua pale Falkland, na ni kwa ajili ya frustration ambao wamekuwa naye, ni kwa ajili ya pesa wakati huo. Lakini wana wa Mungu, nataka niwaambie kwamba you must be wiser than your enemy, na useme hata wakati wa mateso, hata wakati wa shida, Mungu, God is my provider. God is my provider. Usikimbilie kuona ya kwamba kuna njia ambayo shetani anakuonyesha ya kukwambia maybe ninaweza achana na huyu Mungu na niweze kugonga wengine wanaporudi nyumbani. Isikupea mawazo ya kusema nimefungua nafasi yangu ya kuweza kwenda kuomba my brother, lakini ninajua sitamlipa. Maana hiyo pia imekuwa inaleta ile tulisema chuki. Maana wakati nimeona I am frustrated, ninaenda kwa my brother au my sister, kama miedo, ninamwambia my sister, unajua saa hii kuko hivi na maana staki hiyo gari iweze kutekwa, nipee hii pesa. Na Mungu atusaidie sana ndio tuweze kuovercome that enmity ambao shetani amejaribu kuinua. Hata kama ulikopa mahali, nitaweza kurudisha. Hata kama nilikopa na naona hakuna njia, tukaweza kutazama milimani, tukaweza kutazama Mungu na tukaona madume elfu ambayo ni wewe umewekewa. Iwapo utamwamini na utajua msaada wako unatoka wapi. Praise be to the Lord. Eneo ingine ambayo nataka tuone ni ile inaitwa fear.
Kuna kitu inaitwa fear ambayo imefanya hata kama unajua uko katika vita, ukiweza kuingiza kitu inaitwa hofu, utaweza kuwa umeweza kuwa mtu mwenye hana busara anavyokabiliana. Wakati umeweza kuingiza kitu inaitwa uoga, inakufanya kukuonyesha ya kwamba the enemy you are tackling au unayekabiliana naye huwa ni kama anaweza kukushinda. Pray to the Lord. Na hivyo nataka ujue ya kwamba iwapo unataka kumshinda shetani, ni lazima uambie Mungu ainue kiwango chako cha hekima, kiwango chako cha busara, cha kuweza kujua ya kwamba adui yako hata kama anakuja na silaha kiasi gani, hawezi kukuacha uangamizwe. Maana the Bible says, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Mungu umwepusha nayo yote. Hata kama hili ni teso ambao unapitia, jua ya kwamba iwapo utaweza kujua Mungu ndiye provider wako, Mungu wako ndiye anakupigania. Maana hatupigani kwa damu na nyama, lakini kuna ile spirit ambayo tunapigana naye ya kuona ya kwamba I am a victor, I am an overcomer. Iwapo utaweza kuona haya, I want to tell you, hakuna wakati utakuwa na uoga wa kuweza kukabiliana na adui. Maana tumejulisishwa ya kwamba we are in warfare, na ni lazima tutaweza kuvaa silaha. In war, kuna kitu unastahili tujue ya kwamba katika vita, kitu ya kwanza kuna kufa, there is death. Kitu ya pili, there is being wounded, kuna ile kujeruhiwa. Katika vita kuna tiredness. Katika vita kuna ceasing of weapons. Na hapo ndipo nataka tuone kidogo ya kwamba katika vita usipokuwa wa busara unaweza kuwa wa kushindwa. Maana kitu hiyo ya kwanza ya kwamba wakati tunapigana vita ni lazima uwe wa busara, maana uko katika vita, na wakati wote tunapigana na nguvu za giza na shetani mwenyewe. Lakini utaweza kutaka kujua ni ya kwamba kifo inapotokea ni wakati wewe umekufa katika ulimwengu wa kiroho. Na kufa katika ulimwengu wa kiroho ni nini? Ya kwamba wewe umeokoka, wewe unakiri Yesu ni Bwana, lakini wakati wowote usikii ile msisimuko wa kujua ya kwamba nina Mungu ninaye aliye ndani mwangu, na kuna Mungu ambaye ninapigania. Ya kwamba ni lazima usikie kwamba nitakuwa wa busara kusema ya kwamba hata katika hii vita, iwapo kuna kitu ambayo imetokea, ni mimi nitaweza kusema ya kwamba I need a revival. Kitu cha pili, kuna ile there is being wounded, kuna ile kupata jeraha. Tumesema tumo katika vita. Realize we are in war always. Katika vita kuna kujeruhiwa, na hapa huwa inatendeka hivi. Kujeruhiwa inawezekana nimepewa kama vile nimepewa hii nafasi ya kuhubiri, na wakati mwingine ninapohubiri ukuta umeweza kujeruhiwa na yale mahubiri, na kwa kujeruhiwa na yale mahubiri wewe ukue wounded, usikie ni kwamba utapigana vita yako. Hapo ni wakati, hapo unapea nafasi shetani nafasi ya kukosa busara. Mungu atusaidie ya kwamba hata mtumishi wa Mungu anaposimama katika madhabahu, wakati mwingine you can be wounded, maana tumo katika vita. Lakini ni wewe kuchukua hiyo nafasi kusema hata kama nitajeruhiwa sitakubali kurudi nyuma, backward ever, forward ever. Ya kwamba sitaweza kurudi nyuma, bali nitakubali hiyo kidonda ambacho nimeweza kujeruhiwa, kujua ni kwa nini. Maana kama nimeweza kuhubiri na mahubiri yamekukata mahali, usikubali kuwa wounded na kubaki mahali pale, maana shetani anazunguka akitafuta wa kurarua. Na hapo ikawa inanikumbusha wakati shetani alikuwa anarandaranda, akaweza kusema, akaenda mbele za Bwana, akaweza kusema ya kwamba nimezunguka duniani yote, lakini sijaona mtu yeyote ambaye ni mtakatifu isipokuwa mtumishi wako Ayubu. Na wakati aliposema hivyo, akawa amemuuliza Mungu, lakini nimeshangaa, lakini ninaona ni kwa nini yeye hajaweza kutishika. Akawa amesema ni kwa ajili ya mali ambayo umempea, ni kwa ajili ya watoto wazuri ambao umempea, ndiposa yeye anakutumikia. Lakini Mungu akasema ya kwamba amempea ruhusa aende amjaribu, lakini asiguze roho yake, aweze kukuguza kila
utajiri ambao amempa, lakini asiguze roho yake. Nami nataka kukuambia ya kwamba ujue ya kwamba we are in war always, na shetani anakutafuta, na kwa kujua ya kwamba hujaitwa katika ulimwengu wa kiroho, ni kwa ajili ya mali ambao umepewa. Ayubu alipojaribiwa, kila mali yake ikaweza kuisha, watoto wake wakaweza kuisha, lakini yeye alisema ya kwamba hata kama hiyo mali yote imeisha, akaweza kujua hapo katika vita hataweza kumlaani Mungu aliyemuita. Oh, praise be to the Lord. Hataweza kulaani Mungu ambaye amempea yale mali. Kwa hivyo hata jioni ya leo nasema hivi ya kwamba realize we are in war always, na tutakubali kushindwa. Na jambo la kwanza tumesema realize we are in war. Ya pili realize there is time for everything. Praise be to the Lord. Ya kwamba ukaweza kujua ya kwamba kuna wakati wa kila kitu. Maana ninataka kuwa mwenye hekima, mwenye busara kuliko adui yangu. Ni lazima niweze kujua ya kwamba kuna muda au kuna wakati wa kila kitu. Fungua nami katika kitabu cha Mhubiri 3. Ati kuna muda au kuna wakati wa kila kitu. Iwapo ninataka kumshinda shetani, kumshinda adui yangu, nitajua ya kwamba kuna wakati wa kila kitu. Taanza mstari wake wa kwanza, tasoma mpaka wa 8. Nadhani wote tumefika hapo. Nimesema kuwa wa busara kuliko adui yako. Jambo la kwanza tumesema ni lazima tukaweza kujua ya kwamba tuko katika vita, ili niweze kumshinda shetani au adui yangu, ambayo tumeona ni mambo yale yako katika pia ulimwengu wa mwili. Na ya pili tunataka kuona ya kwamba ni lazima nijue kuna muda wa kila kitu. Nitasoma Ecclesiastes 3 verse 1. There is time for everything and a season for every activity under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stone and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain. A time to search and a time to give up. A time to give and a time to throw away. A time to tear and a time to amend. A time to be silent and a time to speak. A time to write and a time to hate. A time for war and a time for peace. Bwana atusaidie. Praise be to the Lord. Ya kwamba iwapo unataka kuwa wa busara ikumshinda adui wako, ambaye tumesema anaweza kuwa ni mwili wako au anaweza kuwa ni kitu ambacho unafanya, ni lazima ujue ya kwamba kuna muda au wakati wa kila kitu. Na hapa mtumishi wa Mungu Ecclesiastes Mhubiri akawa amesema ya kwamba kuna muda wa kila kitu. Hapa ndio watu wengi tumeingia katika nafasi ya anguko au ya kuwa wenye hatuna busara. Ni kwa ajili tunataka kufanya kitu pasipo kujua kuna wakati wa kila kitu. Mungu atusaidie sana ya kwamba there is time to be born. Twende moja kwa moja tu kidogo, ndio tushike kidogo. Ati there is time to be born and a time to die. Ya kwamba kama nitaweza kujua ya kwamba kuna wakati au kuna wakati wa kila kitu, nitakuwa na ile kitu ya kuwa na kugonja, patience, ya kwamba maana ninataka kumshinda shetani na pengine ameleta kunijaribu kwa njia fulani, nitaweza kujua ya kwamba kuna wakati wa kila kitu. Kwa sababu imesema kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Wakati nimeweza kufika wakati wa kuzaa, ni wakati ninataka kuleta kitu kipya katika maisha. Wakati mama ni mjamzito, huwa anatamaa sana, huwa ana furaha sana, akijua kile amebeba ni kitu kizuri, na for time being ataweza kuleta duniani
kizuri. Na wakati unapofika, anapobeba for that 9 months, wakati unapofika wa kujifungua, huwa na furaha sana, a time to be born. Na wakati anapozaliwa, pale huwa ni furaha na ile jambo ya kuweza kuleta kiumbe duniani. Tunasema nimejifungua, ninasema nimepata baraka, ninasema nimebarikiwa. Na hiyo baraka pia katika ulimwengu wa kiroho, kuna wakati pia hiyo baraka inaweza kufa. Maana pengine umeweza kutotumia ile baraka kumtukuza Mungu wetu, na Mungu aone ya kwamba na Mungu aone ya kwamba kwa muda ninaweza kukitoa. Na kwa hivyo kama hutakuwa wa busara kujua ni kwa nini nimeweza kuondokewa, utakosa kuwa na nafasi ya kungojea wakati wa Mungu. Maana tunaambiwa ya kwamba God's time is the best. Lakini kama wanadamu tumeweza kuenda mbio au tumeweza kwenda kinyume na Bwana, tunachukua muda wetu ndio unaofaa zaidi. Na wakati ule napokubatia ile kiumbe kuwa mwanamke amefurahia, na baadaye wakati kinaondoka anakuwa na ile huzuni. Nami nasema hivi, kama wana wa Mungu ni lazima tujue ya kwamba kuna kibaraka ambayo unaweza pewa kwa muda fulani. Pengine alijua ya kwamba amenipea hiyo baraka ya utajiri fulani kwa muda wake, lakini inapoondoka sistahili kuona ni kama Mungu ameniacha, lakini nastahili kumtazamia zaidi na kujua hata kama zimemwacha, sitamwacha Mungu wangu. Niseme kama Ayubu ya kwamba hata kama zitaondoka, huyu anapoondoka mwingine anaingia kuniambia hicho kimeenda, maana there is time to go and there is time to die. Hata nami nakwambia hivi, usikubali kumpea mwanya adui ambaye anakuonyesha ya kwamba ni kama Misri tuliyotoka, kuna marende ambayo tuliacha, ni kama Misri tuliyotoka, kuna mazuri ambayo tuliacha. Ukasikia ya kwamba hata kama kuna yale tuliacha, nimeweza kuzaa kingine, na kile kilichozaliwa ndani mwangu ni zaidi ya yale nilitoka. Na useme ya kwamba sitakubali mawazo yangu kurudi Misri, bali ninatazamia pale ambacho nimeitwa Yerusalemu mpya, ambapo haya mateso nitakaposhinda sitayapata tena. Praise be to the Lord. Ya kwamba there is time for everything. Inasema kuna wakati wa kupanda na kuna wakati wa kutoa. Kama wakati huu tunapojenga hili jengo, ni wakati wa kuleta fedha yetu, ni wakati wa kupanda, nikijua ya kwamba kuna wakati nitaweza kuvuna, ya kwamba sitakuwa na manunguniko wakati ninatenga fedha yangu, kuona kuna watoto wa yatima ambao wanaweza kusaidiwa na hiyo fedha. Kuna watu mbali fulani wanalala njaa, na mimi ninakula na kusanza, nikasikia ya kwamba there is time for everything. Hata wale maana sasa hivi nimebarikiwa, ninaweza wakumbuka na nitoe fedha yangu nikaweza kuwakumbuka. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba kwa ajili wewe uko katika wakati ambao umebarikiwa, unaweza kuja wakati ambao wewe utakuwa wakumbuka, yani kureduce au kukuta ya kwamba kuna wakati wa uchache. Kwa hivyo ninaweza wapatia na wao wabarikiwe, na hizo baraka nitaweza kuzigawa. Inasema there is time to give and there is time to heal. Hapa ndio ninataka tukaone au kaweza kujipima katika ratiba yako, ni kitu gani unastahili kuua. Tuliweza kuona mambo fulani. Kama mimi ninaona ya kwamba chuki imejaa ndani mwangu, wakati mtu yeyote anapoinuliwa ninakuwa ni kama chuki. Na mama hapa, Mungu awasaidie. Wakati mama ameona kanguo fulani ya mwenzake, anaona kabisa huyu ni kama amefanikiwa kuliko mimi, au nywele ambayo nimeunda ninasikia kabisa ni kama ni zaidi ya yule mama ameunda, ni zaidi ya yangu. Ninakuwa na kitu ambacho ninastahili kuua. It is time to kill and time to pray. Nitasikia ya kwamba huo wivu ambao ume ndani mwangu, ambao unanifanya hata kumsalimia inakuwa ngumu, ambao inanifanya niwe na chukizo ndani mwangu, nitasikia ya kwamba there is time to kill, ndio nikaweza kupanda ambacho ni upendo. Praise be to the Lord. Katikati mwetu yawezekana kuna watu ambao kabadala aone mtu mwenzake kama mfano wa Mungu, anaona ni kama adui yake. Tukasikia ya kwamba sisi tu mwili wa Kristo, na kile ambacho kitatufanya tuweze kushinda hiyo chuki ni kujua ya kwamba
niombe kusaradani mwangu ya kujua ya kwamba ninapoona my sister, ninapoona my brother, ninaona mfano wa Mungu, lakini sioni hiyo nguo ambayo inanifanya niweze kusikia wivu. Praise be to the Lord. Mungu atusaidie, maana hii tukwe hatudogo ndio imefanya kanisa tunakosa hadhi. Hii tukwe hatudogo ndio imefanya ninapowaambia ninasikia utukufu wa Mungu umeshuka. Chukua mkono juu. Wewe unaona ya kwamba kuna kitu kilicho ndani mwangu ambacho unaona cha dunia, badala uone Mungu tunayemtafuta. Mungu atusaidie tuone ya kwamba tunaangamiza hizo bweha na kuona ya kwamba there is time to kill, na hiyo ambayo ni chukizo ni ya kuua, na tuweze kupanda upendo wa Bwana, tuweze kupanda upendo ambao ninavyojipenda nitasikia nimekupenda wewe, maana mimi ni mfano wa Mungu, umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Ni lazima nitasikia kuna kitu ambacho ni chaua, ambacho ni wivu, na niweze kupanda ambacho ni upendo wa Bwana. There is time to kill and a time to pray. Praise be to the Lord. Inatuambia ya kwamba there is time to weep and time to love. Kuna wakati wa kulia. Wakati unapoona kuna anguko la mtu fulani, sistahili nione ya kwamba huu ndio wakati wa kufurahia, kusema mwenzangu amefanya. Yes, ni lazima tutumie kufanya yaliyo mapenzi ya Bwana. Ni lazima tutumie kuvaa nguo ambayo inadhihirisha uteua na utakatifu ambao ni nguo nyeupe. Lakini kuna jambo tunastahili kujua ya kwamba iwapo mimi ninafurahia ambapo ninaona my brother akiingia katika anguko, my brother akiingia katika kazi yake kuanguka, ni lazima nisikie there is time for everything. This is not the time to love, but is the time to weep. Nikisema Bwana muokoe, Bwana mrudishe katika njia yako, maana ombi letu ni kwamba tufike paradiso, tuimbe nyimbo za kusifu tukiwa wote pamoja. Praise be to the Lord. Ya kwamba there is time for everything. Kama ni anguko au ni utelezi wa mtu fulani, this is not the time to love. Ni time ya kurudi kwa magoti, niambie Bwana nimekataa. Watoto wangu hawataenda katika njia hazifai. Watoto wangu hawataenda katika njia ambazo ni chukizo. My brother and sister hataweza kuingia katika hiyo anguko. Nitaweza kutumia njia ya kusikia ya kwamba ninalia, na badala ya kumcheka ninaweza kurudi kwa magoti na kumpea mawaidha ambayo inalingana na neno. Praise be to the Lord. Nimwambia kwamba anguko ya mwenye haki inaweza patikana, lakini ukisoma neno, Mungu pia ni Mungu wa msamaha. Kwa hiyo sitakuwa wa kumcheka, bali nitakuwa na huzuni. Macho yangu yatateremuka au yataweza kutoa machozi nikisikia ya kwamba my brother ameweza kutoenenda kati na mapenzi ya Bwana. Mungu atusaidie kanisa to overcome our enemies kwa ajili ya hii mambo, maana kumekuwa na wakati watu wamekuwa wakuchekeleana badala ya kuwa wakulia wakati tunapoona drawback katika kumtafuta Bwana. Tunapoona drawback katika maisha ya uhalisia, watu wanakuwa wakukucheka. Wakati watu wanaona ya kwamba my brother anaweza kuchotwa, ni kwa ajili amekosa kutimiza role. Badala ya sisi tulie tuseme Mungu tutengenezee njia ya kufanya kazi ambazo zitakuwa na an income, kufanya kazi na kupata faida, ndio nisifika kiwango hicho tunakuta tunakuwa instead ya kulia ni kucheka. There is time for everything. Hebu tusikie ya kwamba huu ni wakati wa kanisa kulia, ni kwa ajili ya mambo yale tulisema yametendeka katika huo msimu wa corona. Tuseme ya kwamba we will overcome our enemies, we will be wiser than our enemy, na tuseme this is not the time to weep, it is not the time to love, it's the time to weep. Tukililia mwili wa Kristo ya kwamba hata kama maovu yametendeka, mwili wa Kristo tutautunza. Hata kama maovu yametendeka, watoto wetu hawataingia katika unajisi katika umri mdogo, na Mungu wetu ni mwaminifu na anajibu maombi. Praise be to the Lord. Ya kwamba there is time to scatter stone and time to gather them, and time to serve. Wacha tuone verse, a time to serve and a time to give up. Hapa kuna mambo unatakikana kujua. Tumesema being wiser than our enemy. Be wiser than our enemy. There is time to serve and a time to give up. Ya kwamba kuna muda wa kukusanya
na wakati wa kuachilia. Kanisa la Bwana, sikia ya kwamba kama umepewa nguvu, kama umepewa afya, hutaweza kukaa pamoja ukisema korona imeweza kuangamiza kazi yako, ukisema korona imeweza kuathiri jamii yangu, lakini utasikia ya kwamba this is time to gather and not time to give up. Bwana atusaidie sana ya kwamba ni wakati wa kusanya, lakini si wakati wa kugive up. Hata kama kuna mambo umepitia ambayo yamekuwa magumu, hata kama kwa kiwango fulani umekuwa umerudi chini katika kuomba, sikia ya kwamba utakuwa wa busara kumshinda shetani kwa kujua ya kwamba it's not time to build, it's not time to give up, but it's time to gather again. Ni wakati wa kukusanya tena. Hata kama alijaribu kukuibia, sikia ya kwamba unamwambia nimezaa kushinda na uweze kukusanya tena. Hata kama income yako ilikuwa imerudi chini, sikia ya kwamba utamshinda shetani kwa kumwambia ya kwamba mara tena nitachipuka. Hata baada ya mti kukatwa, kuna matumaini ya mti kuchipuka tena. Praise be to the Lord. Ya kwamba pia wakati sometime tukisema kama for example kahawa, wakati kahawa inapofanywa puni, inatolewa matawi mengine, huwa inatolewa ndio yale ambayo yamebaki ikaweza kustawi sana. Yawezekana mahali ambapo umeenda chini ulikuwa unapuniwa kutolewa ambao haistahili, na amesikia kwamba kwa busara ambao utapata jioni ya leo ya kwamba I will never give up, ya kwamba sitaweza kusema ya kwamba shetani amenishinda. Sema hii ilikuwa ni wakati wa kutolewa matawi na ninaenda mbele. Bwana asifiwe sana. Namba yangu ya 3, find satisfaction in all your toil and whom you are. Find satisfaction in all your toil and whom you are. Ati ukaweza kutafuta kuridhika na kile unachotafuta na vile ulivyo. Find satisfaction in your toil and whom you are. Ya kwamba iwapo tunataka kuwa wa busara au ndio uwe wa busara kumshinda adui yako, ni lazima uwe na kitu kinaitwa kuridhika. Ati kuridhika, the Bible says contentment with godliness. Contentment and godliness is a great gain. Ya kwamba kama ninataka kujua ya kwamba shetani hataweza kupata nafasi ya kuweza kunirudisha chini, nitaweza kujua ya kwamba nitaridhika na kile ninachotafuta. Ya kwamba katika ile level ambayo nimewekwa, nitaweza kuridhika na ile hali. Hata kama tunachutumia baraka za Bwana kuzipata hapa duniani, lakini kama mimi ni muuza boga, nitasikia ya kwamba nitaweza kuwa na kuridhika na hiyo, hata kama ninatafuta kupita hiyo level, lakini ni lazima kwanza nisikie ya kwamba contentment and godliness is a great gain. Praise be to the Lord. Ya kwamba kuridhika na kile ambacho ninapata, hiyo ndio itanifanya ya kwamba nitakuwa na ile ari ya kuona ya kwamba pia ninaweza ongezea, ndio nikaweze kupata pato zaidi. Kama nitaweza kuaminika kwa hiyo kidogo, ndio itaweza kunifanya niaminike kwa mingi. Na kweli nilikuwa nimeamua, na vijana, Mungu atusaidie vijana wewe in the air, ya kwamba ukiwapo umeanza katika ujana na umelelewa katika ujana na the fear of the Lord ndani mwako iwe ndani mwako kabisa, Mungu hawezi kutuacha. Maana kwa wakati vile niliweza kufanya kazi, vile niliweza kujaribu multiply hiyo pesa kidogo, nimefika mahali nimefika, hata watu wakitaja kitu yao fulani, hata nami naweza kutaja, na hapo nikawa nimeona twende katika kitabu Ecclesiastes. Mesema find satisfaction in all your toil and whom you are. Ecclesiastes 3 mstari wa 12. Hapo tu tulikuwa mstari wa 12. 3 mstari wa 12. Hapo tu tumekuwa. Nimesema kuridhika na kile ambacho mna mapato yako, na pia kuridhika vile ulivyo. Nitasoma. I know that there is nothing better for man to be happy and to do good while they live,
that everyone may eat and drink and find satisfaction in all his toil. This is the gift of God. I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that man will revere him. Bwana asifiwe sana. Praise be to the Lord. Ya kwamba kama ninataka kuwa na hekima au kuwa wa busara kumshinda shetani, kitu ya tatu ambayo nitaweza kuomba Mungu anipe ni kuwa na satisfaction, kuwa na kuridhika na kile toil na ile za mzunguko ambao ninafanya, ya kwamba kwa ile kazi ambayo nimepewa nitaweza kumjua, nitaweza kujua ya kwamba kwa hiyo kidogo kuna saka ambayo natoa kama 10%, kuna ile saka ambayo natoa kama sadaka ya kawaida, na pia katika hiyo hali kuna mambo mazuri ambayo ninaweza kuipata kama nitaweza kuwa wa kuridhika. Na imetumia hii majina ya kwamba be happy. Kwa ajili ya kuridhika nitasema ya kwamba kwa hiyo kazi ninaofanya nitakuwa na amani na nitakuwa na furaha. Mungu atusaidie sana, maana kuna watu wamekosa amani hata katika kazi wanaofanya. Imagine every morning unaamuka kuombea hiyo kazi ya mikono yako, unamwambia Mungu kitu kimoja ambacho kinaitwa amani. Wale wanaonakili wanaweza sema happiness ni kiungo kimoja ambacho sisi ambayo tumeokoka, kama tunataka kumshinda shetani tutaweza kuwa nacho. Kama tunataka kuwa watu wa busara katika kujua the tricks ambayo shetani anatumia ili kugandamiza wokovu wetu, ili kugandamiza hadi ya wokovu wetu, ya kwamba ni lazima niwe na furaha. Niwe na furaha maana nimeweza kuridhika na kile ambacho ninapata. Na pia hiyo haitaweza kusema wakati nimo na furaha sitaweza kupanua mawazo yangu zaidi, kuona what can I do to add more value kwa kile ambacho ninapata. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba watu wa Mungu ni lazima niwe na amani, ni lazima niwe na furaha kwa kile ambacho ninafanya, kwa sababu kama sipendi ile kazi ninayofanya, hata wakati fulani, hakuna wakati wowote ule ambao nitaweza kuona umuhimu wa ile kazi. Hakuna wakati fulani nitaweza kuwa na kushukuru Mungu ni kwa ajili ya ile kazi, na ni kwa ajili ya hiyo find satisfaction in every toil that you do and whom you are. Hapa nikawa tunaonyeshwa ya kwamba kuna watu ambao wamepewa talenta lakini hatuifanyishi kazi. Maana ya kwamba sijaridhika kuwa mimi vile nilivyo, na ni hivyo inanifanya nimepewa karama fulani lakini siifanyishi kazi, au pengine ninaifanyisha kazi lakini sifurahii, sipati amani ya ile karama. Inasema hivi, ati wengine wataweza kufukuzwa, waambie waende, maana ile karama talent ambayo niliweza kukupea ulizika chini, hukuweza kuifanyisha kazi. Na hapa nataka kuwapa himizo ya kwamba hiyo ambacho hiyo talanta ambayo umepewa, hiyo talent, tunaweza semaje kwa Kiswahili? Kipawa. Hiyo kipawa ambacho umepewa usikaweza kukikalia. Maana inasema hivi ya kwamba iwapo hautaweza kukifanyisha kazi, utaweza kuulizwa swali mbinguni ya kwamba niliweza kukupea karama ya uimbaji na hawezi kuembrace. Wakati mwingine tunakuwa na mambo ya kusema ya kwamba kwa nini wakati nilifanya jambo fulani watu ama kanisa halikuwezi kuipokea. Ninataka kusema hivi, tumepewa karama mbalimbali, na wewe ndiye wa kusimama katika nafasi ya kuona ya kwamba ninaweza itumia to my satisfaction au to the satisfaction of my belief, Muumba wangu, my creator. Maana inasema hivi verse 13-12, hapo kuna kitu mahali nataka ushike kidogo. Angalia hiyo verse 13, that everyone may eat and drink and find satisfaction in all his toil. This is the gift of God. Hii ni karama ya Mungu, ni kipawa cha Mungu. Nami nasema hivi,
nami nasema hivi, kuna mahali shetani ameweza kutushika ya kwamba nimekosa kuappreciate. Mungu amenipea karama fulani, Mungu amenipea karama ya uimbaji, ninakosa kuappreciate. Mungu ananipea karama ya kuhubiri, ninakosa appreciation ya kuingia katika hatua mbalimbali ili kuweza kushinda. Na sijui ni msemo ambao unasema new level, ya kwamba wakati nimeomba Mungu na nimemwambia ya kwamba ninataka uinunue katika hali fulani, ujue ya kwamba wakati unainuliwa kutoka chini kwenda juu, ndio unaenda kupata majaribu zaidi, na ndio ukaweza kushinda na uwe na busara kuliko adui yako. Ni lazima ujue ya kwamba ninapoingia from one level to another, ndio majaribu inaenda kuinuka. Tunapoona mtumishi wa Mungu Daudi, wakati aliweza kuinuliwa kutoka kwa mchunga kondoo akaingia katika Paris, nyumba ya mfalme, hapo ndipo aliweza kupata majaribu. Akiwa katika zizi, katika kulisha kondoo, jaribu ambao alipata ilikuwa ni dubu au simba kuja kukurarua zile kondoo, na yeye alikuwa anaona ya kwamba ili niweze kushinda huyo adui yangu nitakabiliana nao na anaweza kuziua. Na baadaye, baada ya kuinuliwa kuingia katika ufalme, akawa sasa ameingia new level. Tumesema new level. Wakati nami nasema hivi, wakati umejaribiwa, jua ya kwamba hautajaribiwa kuliko your ability, hautajaribiwa kuliko kiwango chako. Praise be to the Lord. Ya kwamba yes, majaribu yako, lakini ukaweza kujua ya kwamba, maana pia unaomba ya kwamba hutaishi in one level, hutaishi katika hali ya kuombaomba. Wakati umepewa pia wewe kukopesha, jua ya kwamba ni majaribio mengine umeingia, ya kwamba kuna yule atakuja hana chochote, lakini maana ulishinda ile jaribio ya kusema sitaitwa omba. Jua ya kwamba you must pray for wise wisdom, au ni lazima utaomba kuwa wa busara kuweza kuona ya kwamba nitamkopesha hata kama nitaweka regulation. Maana kuna hatari imetokea ya kwamba wakati nimo chini ninaweza kuona ya kwamba Mungu ukiniinua, hata nina make a note, ninakuwa mtu wa kufanya kiapo ya kwamba Mungu utakaponitoa katika hii nyumba ya kukodesha, Mungu utakaponitoa niweze kuimba nyimbo zangu zifike kwa mataifa, Mungu utakaponitoa niweze kuomba mpaka nizame. Mungu anakuwa na matumaini mengi, lakini Mungu atusaidie ya kwamba wakati umetoka hiyo, alafu unaweza kuweka for example, unaweka simu yako alarm ya kuweza kukuamsha saa 9 uombe, na ukiambia Mungu nisaidie wakati nitoke katika hii level ya kutoomba. Kama naomba dakika 5, Mungu nisaidie niombe dakika 10. Na wakati Mungu anapotimiza, unakuta unapolia ukiamuka, ujue ni kama ulifanya load na hujaweza kuikamilisha, hujaweza kuifulfill au kuitimiza. Mungu atusaidie wakati wote tunapoona ya kwamba ninatamani kutoka from one level to another, pia nimemuita Mungu wangu anisaidie kutimiza yale nilipofanya. Praise be to the Lord. Ya kwamba hata kama unatamani, usiweze kufanya mapatano ambao hutaweza kukamilisha. Develop integrity and new skill to overcome. Bwana asifiwe. Ya kwamba iwapo ninataka kuwa na hekima na busara kumshinda mwovu shetani, ni lazima nitaweza kudevelop integrity and new skill in order to overcome. Kama wakati mwingine tunapoona kwa ulisia mambo kama jeshi imeweza kutumwa pale Somalia, wakati walipoenda pale waliweza kutumwa kikosi kidogo, na walipoona wale ambao ni adui wao wanapigana nao, wakaona wamekuwa na nguvu kuliko wao, waliweza kuona ni lazima watumie new integrity and skill, ndio wakaweza kuwashinda, na wakaona ya kwamba watatuma kikosi kingine kwenda kupigana na wale. Nami nasema katika jina la Yesu, iwapo kuna mahali umesikia ya kwamba kuna mahali nimekuwa nimelegea, nimefungua njia, nimepea nafasi shetani, nimepea nafasi kitu fulani kichupuke ndani mwangu ambao nikilinganisha naona si ya uungu,
ni lazima ni develop a new skill ya kuweza kuishinda. Na itaishinda kwa njia gani? Utaweza kuishinda kwa kujua amri za Mungu ambazo utaweza kujua katika kutii amri za Mungu ambazo zimo katika Psalm 119 verse 97. Imetupea amri za Mungu. Nami ninasema hivi, iwapo utasikia kuna mahali ambapo adui yako alikuwa ameinuka, sikia kwamba utaomba busara, na kwa kuomba busara na hekima ndio uweze kumshinda, ukaweza kuingia to a new level ya kusikia you need an reinforcement. Unataka kikosi kingine kije ili kukusaidie. Utaweza kufanya hivi kwa ajili ya unaweza fanya maombi ya kufunga ili ukaweza kushinda shetani. Unaweza kuwa msomaji wa neno, na kwa kusoma neno ya mwisho itaenda Psalms 119 verse 97. Inatuambia ya kwamba hizi torati zisitoke ndani mwetu, ambayo inasema usiwe na mungu mwingine, usitumie jina la Mungu wetu bure, uweze kutii siku ya Sabbath day, siku ya Mungu, yani kwa ajili ya kufuata the 10 commandments au 10 za Mungu. Utaweza kuwa wa busara, utaweza kuwa na hekima ya kumshinda shetani. Maana ninamalizia kwa kusema hivi, shetani amejaribu njia ya kugandamiza kanisa, na huu ugonjwa wa corona ndio mmoja ambao unadhihirisha kweli shetani amejaribu kutupiga vita. Lakini nataka kusema hivi, ni lazima tuwe na hekima, ni lazima tuwe na busara vile tutaweza kukabiliana na yeye. Maana tunaambiwa, tunahakikishiwa ya kwamba iwapo tutafuata amri 10 za Mungu, tutaweza kuwakama huyo adui ambaye anazunguka akijaribu kumwangamiza. Ayubu akamalizia kwa kusema, maana nilitoka tumbo ya mama yangu bure, nitarudi bure, sitaweza kumwasi Mungu. Nami nasema kama kanisa tusikie ya kwamba hatutaweza kumwasi Mungu, tufanye mambo ambayo ni kinyume na amri zake 10 ambazo ndizo zina summarize maisha yote ya uteua, ndizo zina summarize kuona ya kwamba tutapigana vita mpaka tufike mbinguni, mahali ambako tunapigania, mahali ambako tunajutumia, na Mungu wetu ni mwaminifu. Kanisa ni lazima tusimame, kanisa ni lazima tuvae silaha ambazo zitaweza kumshinda adui wetu shetani, na maana Mungu wetu ni mwaminifu. Maana Mungu wetu ni mwaminifu, hataweza kuziacha. Kwa hivyo nauliza, tuweze kusimama juu tu, tuweze ninapomkaribisha mtumishi wa Mungu aweze kutumalizia. Nauliza tu tuweze kusimama juu kwa maneno ya kinywa chako. Kwa maneno ya kinywa chako sikia kumwambia Bwana ya kwamba kuna mambo ambayo unahitaji Mungu ayawishe, to renew your strength, ili kukupea nguvu zaidi ya kukabiliana na shetani na all the schemes ambazo anajaribu kukugandamiza. Na Mungu wetu ni mwaminifu, atajibu maombi yako. May God bless you. Amen. Tunaweza itoa sauti zetu kwa Bwana, tumwambie Bwana atupe neema na hekima. Umenena ya kwamba tuwe wenye hekima kumliko adui wetu, maana tuko kwenye dunia ambayo adui anajaribu njia zote ili kuona ametushinda. Lakini Bwana umetupa neno mchana wa leo ya kwamba tunaweza jipatia hekima ya kumshinda. Haijalishi vile anavyokuja, haijalishi vile alivyojipanga, tunaweza kuwa na hekima na tumshinde katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana unijalie hekima, ninaomba Bwana unijalie hekima sawa sawa na neno lako ambalo umelinena kwetu mchana wa leo, wakati huu ambapo adui amekuja kama gharika. Bwana tusaidie kuwa na hekima, na ili tusije tukazama, tusije tukaingia katika mitego yake, tusije tukaanguka katika mpango wake, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Achilia neema yako juu ya kila mmoja wetu, achilia nguvu mpya ndani ya kila mmoja wetu, achilia uwezo mpya. Inua mikono, mwambie Bwana, ninataka hekima inayotoka juu, nikaweze kusimama, nikaweze kupiga vita vilivyo vizuri, nikaweze kutimiza makusudi na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Baba, naomba neema na hekima ikashuke juu ya watu wako katika majira na wakati utulioko, ili tukaweze kumshinda adui na ila zake, tukaweze kushinda mbinu za adui, tukaweze kushinda katika vita tulio ndani yake
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pea wazee hekima na neema yako, pea wamama hekima na neema yako, wakaweze kupiga vita vilivyo vizuri. Pea vijana hekima na neema yako, wakasimame na kushinda katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Asante Bwana wa mabwana, tunakuamini wewe ambao ulituma neno lako ili tusiangamie, ya kwamba Bwana unalifuatilia na unatusaidia katika jina la Yesu. Inua tu mikono yako niombe pamoja na wewe. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa sababu ya neno ambalo umetutumia mchana wa leo, ya kwamba tujipatie hekima ili tuweze kumshinda adui. Bwana, umesema tufahamu ya kwamba tuko vitani. Naomba kila mmoja wetu akaelewe ya kwamba katika ulimwengu huu kuna vita mbalimbali tutakayokabiliana nayo, na kwa hivyo tunabidi tusimame na tuwe imara katika jina la Yesu. Pia Bwana, umetuambia tufahamu ya kwamba kila jambo lina majira yake, kwa hivyo tuwe na uvumilivu katika maisha yetu. Achilia neema hii ya uvumilivu ndani ya wamama, ndani ya vijana, ndani ya wazee, na kujua ya kwamba wewe ni Mungu wa majira na wakati, na wewe ni mwaminifu. Pia Bwana, umesema ya kwamba tutosheke na turidhike na yale Bwana unayofanya na yale tulionayo katika maisha yetu. Bwana, naombea kila mmoja wetu neema ya kuridhika na kutosheka katika jina la Yesu Kristo. Asaidia kila mmoja wetu Bwana. Bwana, pia umesema tuzidi kukua katika ujuzi na uwezo wa kumshinda shetani kwa kuomba na kulifuata neno lako. Naombea kila mmoja Bwana akazidi kukua katika ujuzi na uwezo wa kumshinda shetani na ila zake kwa kulifuata neno lako na kuwa waombaji katika maisha yetu. Asante kwa neno lako Bwana, tunalipokea na hatutashindwa katika jina la Yesu. Haijalishi vile misingi inavyotingizwa, tutasimama kama wenye haki katika jina la Yesu. Saidia wazee kusimama, saidia wamama kusimama, saidia vijana kusimama, kwa sababu umelituma neno lako ili tusiangamie. Tunakuabudu na tunakubariki. Asante kwa mtumishi wako Bwana ambao umemjalia neema ya kutunenea jinsi ametunenea. Endelea kumpanua, endelea kumzidishia, endelea kumtia na mafuta mabichi katika jina la Yesu. Namwombea baraka za madhabahu haya akayapokee katika jina la Yesu. Asante kwa uaminifu wako, ninakuinua na ninakuabudu. Naombea kila mmoja anayepitia changamoto mbalimbali, wengine wanasikia kukata tamaa na kuzimia. Bwana, wape uwezo mpya, wainue na wapiganie katika jina la Yesu, wakatoe ushuhuda wa uaminifu wako Bwana. Kila hoja na hitaji ambalo liko kwenye maisha ya watu wako, naomba Bwana ukakutane nalo, kwa sababu wewe ni Mungu usiyepungukiwa. Watendee ishara na miujiza na maajabu yako Bwana, na utukufu na sifa zikurudie. Nabariki wamama, nabariki wazee, nabariki vijana na watoto walioingia katika nyua zako siku ya leo. Wasaidie Bwana, wanapotoka na milango hiyo, watoke wakiwa na ushuhuda wa uaminifu wako. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Shangilia Bwana. Sifu Bwana.